الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. Hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vile vile tumshukuru Allah kwa taufiki ya kutukutanisha leo kwa siku ya pili mfululizo katika programu ya maandalizi na mafunzo ya wanafunzi wa Al-Madrasatul Mustafawiyya online, ambayo lengo lake kubwa ilikuwa ni kujua namna ya kuyatumia mazingira ya mtandaoni katika shughuli za kusoma. Kwa mukhtasar, jana tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na madrasa yetu kwamba ni madrasa ambayo itaendesha shughuli zake kwa mfumo wa mtandao. Vile vile tukaona madrasa hii inatoa masomo kwa ngazi gani. Tukasema kwamba kwa sasa tuna masomo ya ibtidaiya, as-safu al-awwal mpaka as-safu al-thalith. Tukaona vile vile kwamba tunayo kozi ya Kiingereza ambayo ni ya ziada kwa mwenye kutaka zaidi kuendana na kasi ya ulimwengu. Pia anaweza akajifunza lugha ya Kiingereza ambayo ni lugha inayotumika ulimwengu mzima. Vile vile tukasema kauli mbiu ya Madrasatul Mustafawiyya ni ta'limun mumayyaz wa makarimul akhlaq wa izdiharul ajyal. Tunachotaka sisi kukijenga ni elimu bora. Vile vile tunakusudia kufundisha au kuwa mchango wa tabia njema katika jamii, na vile vile kukuza vizazi vinavyokuja katika maadili yaliyokuwa mazuri kupitia elimu ambayo tunaitoa. Hivyo maashira sada, tukaona vile vile jinsi ambavyo tunaweza kuyatunza masomo yetu mara tu baada ya kuyapokea, ili yatusaidie katika shughuli za murajaa na mitihani. Lazima utataka sehemu ya kupitia kufanya murajaa, na ukizingatia hasa shughuli zetu hizi zinakwenda kwa njia ya mtandao, na mitandao ina mambo mengi. Kama ni WhatsApp, unaweza message zikafutika, simu inaweza ikapata matatizo. Hivyo unahitaji njia salama zaidi ya kutunza kumbukumbu zako za kimasomo. Tukaona kwamba kuna app inaitwa Google Drive, ukizingatia kwamba Telegram siku hizi imekuwa ni changamoto. Kwa muda huu tunaweza tukaendelea kutumia Google Drive, na zikitokea njia nyingine ambazo zina wepesi, vile vile hatutokuwa wazito wa kuzidi kufahamishana. Maashira sada, leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala nataka nizungumzie kuhusiana na nidhamu au kanuni, niseme hiyo. Lugha hiyo itakuwa nyepesi. Kanuni za madrasa hii, kila sehemu ina kanuni na sharia zake. Kwa mukhtasar kabisa, baada ya kukamilisha utaratibu na kujisajili ukawa ni mwanafunzi rasmi, kanuni hizi zitakuwa zinakuhusu na zitakuwajibisha. Kanuni namba 1, mwanafunzi anatakiwa kufanya kazi zote za darasani na mazoezi kwa wakati. Wakati ndo kitu muhimu. Kwa hiyo kazi imetolewa, zoezi au mitihani inatakiwa ufanye ndani ya ule wakati ambao umepangwa. Namba 2, tunatakiwa tuhakikishe kwamba tunakumbuka namba zetu za usajili, kwa sababu hatutotumia majina katika shughuli zetu. Kila mtu atajulikanwa kwa namba yake, hivyo ni muhimu namba yako ukaitunza na ukaifahamu. Malipo yote yanapaswa kukamilishwa ndani ya muda uliotangazwa. Kama kuna malipo ima ni ya ada au malipo mengine yoyote ambayo yanatakiwa kufanyika, basi yafanywe ndani ya muda ambao
umetangazwa. Mwanafunzi ambaye hajakamilisha malipo anaweza kuzuiwa kupata huduma za darsa hadi atakapokamilisha ada yake. Namba 4, baada ya kufanya malipo, mwanafunzi anatakiwa kutuma uthibitisho wa malipo kupitia njia iliyoelekezwa na mwalimu au kiongozi. Hiyo inahusika zaidi na masala ya fedha. Tukiendelea katika upande wa nidhamu, ni wajibu kwa mwanafunzi kuwaheshimu walimu. Heshima ni wajibu kwa kila mwanafunzi kumheshimu mwalimu au kiongozi, bila kuwasahau wanafunzi wenzake, kwa kutumia lugha nzuri wakati wa kuzungumza na muamala ambao unavutia katika sharia zetu za dini ya Kiislamu na utamaduni wetu wa Kiislamu. Lugha za matusi, kejeli, dharau, hizo hazitovumiliwa kama zitaripotiwa. Vile vile mwanafunzi haruhusiwi kurekodi, kupiga picha, kusambaza video, sauti au nyenzo za darasa bila ruhusa au kibali rasmi kutoka kwa uongozi wa madrasa au mwalimu wa somo husika. Si ruhusa kile ambacho unasomeshwa darasani, zile mbinu tunazotumia, wewe ukaenda kuzieneza au kuzitoa sehemu nyingine. Kinachofanywa darasani kibakie darasani. Kufanya mazoezi na kazi zote. Kila mwanafunzi anatakiwa kumaliza kazi, majaribio, mitihani ndani ya muda uliopangwa. Uzembe wa mara kwa mara unaweza kusababisha mwanafunzi kupunguziwa maksi, na adhabu nyingine zinaweza zikatolewa ikionekana kwamba mwanafunzi fulani ni mzembe, hamalizi kazi kwa wakati. Kazi imetolewa leo, inatakiwa ifanywe leo, yeye anakuja kufanya kesho kutwa. Uzembe huo utasababisha katika maksi zako upunguziwe. Mahudhurio, mwanafunzi anatakiwa kuhudhuria angalau 80% ya vipindi kwa mwezi mzima. Mahudhurio duni bila sababu yanaweza kuathiri maendeleo yake au kusababisha kusimamishwa. Mwanafunzi ambaye atakuwa hahudhurii darasani, haonekani, lakini bado ni mwanafunzi, huyo anaweza akasimamishwa, kwa sababu tunataka watu ambao wamejizatiti, au nitumie lugha, watu ambao wako makini na kile ambacho wanakifanya. Maadili ya Kiislamu, mwanafunzi anatakiwa kuzingatia adabu za Kiislamu katika mazungumzo, mwenendo wake wakati wote wa masomo na hata nje ya masomo anapokuwa katika jamii inayomzunguka. Uaminifu katika mitihani. Hairuhusiwi kudanganya, kunakili majibu ya wengine au kutumia njia yoyote ya udanganyifu katika kazi na mitihani. Mwanafunzi atakayebainika atachukuliwa hatua za kinidhamu. Ikhlas. Fanya ikhlas. Usione kwamba ni kwa sababu ni mtandaoni naweza Google au nikatumia ChatGPT nikapata majibu, nikawa mimi ni mtu wa 100 siku zote. Jambo hilo haliruhusiwi, na utakayekuwa unamdanganya ni nafsi yako na wala si mwingine. Kwa hiyo tuwe na ikhlas. Mwenyezi Mungu anapenda watu wa kweli. Namba 10, tunatakiwa kuzingatia maelekezo ya uongozi na madrasa kwa ujumla. Kila mwanafunzi anatakiwa kufuata maelekezo yote yanayotolewa na mwalimu na uongozi. Ukiukwaji wa kanuni hizi zilizotajwa unaweza kusababisha onyo, kusimamishwa au kufutwa usajili kulingana na uzito wa kosa lenyewe.